Taasisi ya msikiti wa Ijumaa wa Al-Azizi wilayani Nzega kwa kushirikiana na taasisi ya Fransi ya nchini Uturuki wamefanikiwa kutoa msaada wa chakula kwa zaidi ya Waislamu 1500 kila siku kwa ajili ya futari na daku, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ibada za kiimani kusaidia Waislamu waweze kutekeleza ibada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tangu kuanza kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, taasisi hizi mbili zimekuwa zikiwahudumia Waislamu kuwapatia futari waweze kuitekeleza ibada ya kufunga na kutubia kwa Mola wao kama maamrisho ya dini yao yanavyoelekeza. Zaidi ya mbuzi na kondoo 500 huchinjwa kila siku na kitoweo hugawiwa kwa Waislamu vijijini na mjini Nzega. Yakubu Shaid ni msimamizi wa taasisi ya Fransi ya Uturuki, amedai misaada hii ni endelevu. Nilileta sadaka ya Ramazani, watu inshallah atakula iftari. Nilileta mchele tani moja na mafuta, inshallah watu atachukua atakula iftari na daku, na watu Turki Islam alituma hapa sadaka, alimsaidia watu ya Islamu Tanzania. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa taasisi ya Al-Aziz ameeleza namna wanavyoigusa jamii. Mafanikio ni makubwa naweza nikasema kwa sababu tumeweza kuigusa jamii yetu kwa ujumla. Na sisi tunafuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba mwenye nacho amsaidie asiyekuwa nacho. Kwa hiyo sisi tunafanya jitihada za kila mmoja aweze kuwa katika maisha mazuri, ajione naye yupo katika dunia ya Allah. Na vile vile kuisupport serikali yetu, serikali ya Mama Samia, tunasaidia. Tunampongeza mkuu wa wilaya wetu, amekuwa pamoja nasi, mkuu wa mkoa Po Chacha, tunamshukuru. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, jamii kwa ujumla imetupokea vizuri na wanatusaidia. Hata sasa hivi sio kama taasisi tu ambao tunatoa sadaka, sasa imekuwa mpaka mtu ambao akipata chake anakileta, akipata chake anakileta. Kwa hiyo wameliona hili zoezi ni zuri na ndio maana wanatuunga mkono sana kwa ujumla. Ndiyo tumefika mbali kufikiria hilo kwamba watoto wasikae tu kusoma dini, bali tuweke kama kituo cha ufundi kidogo, umeme, kuchomelea welding, kompyuta, ina maana tuwafunze ili mtoto anapokuja kutoka anapata msikiti wake, hizo madrasa hizo anaenda mtaani, basi anakuwa tayari ana fani yake mwenyewe. Kwa upande wao, baadhi ya Waislamu wamezungumzia namna walivyopokea msaada huo. Kwa majina, mimi naitwa Ustadhati Amina. Kwa sadaka hii iliyopatikana hapa, nafikiri ndugu yetu kwa kweli anatufadhili yaliokuwa makubwa sana. Hususan ndani ya Ramadhani hii, kina mama tumepona, kina mama hatujataabika, kina mama tumestirika. Hususan kina mama tunateseka sana, lakini kwa wakati huu wa sasa kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Saidi Shabani, imamu msikiti wa Shila kijijini. Kwanza kabisa tunamshukuru sana mfadhili kwa maana ya Mturuki kutupa sadaka hii. Kama mnavyoiona hapa, inatusaidia sana katika kufuturu, inatusaidia sana. Kwa hiyo sisi hatuna mengi sana kuzungumza isipokuwa tunamshukuru, tunatoa shukrani za dhati, waendelee kusaidia kwani kuna watu wengi hawana futari, wenyewe wanasaidia sana. Kwa hivyo sina mengi ya kuzungumza, kwa haya machache basi. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokea wilayani Nzega mkoani Tabora, jina langu naitwa Khadija Omar Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV, mimi na wewe tupige hatua pamoja.